Ukisoma Wafilipi sura ya 2 mstari wa 9 hadi wa 10 na wa 11, Biblia inatuambia kwamba Mungu amemkirimia Yesu jina lipitalo majina yote. It's the most powerful name. Biblia inasema kwa jina hilo, mbele ya jina hilo, kila ulimi ukiri na kila goti lipigwe mbele za nani? Za jina la Yesu. Kwa jina la Yesu ni jina lenye nguvu, ni jina lenye mamlaka. Hiyo ni kitu cha muhimu sana kukumbuka. Mara nyingi kwa sababu jina la Yesu tumelitaja mara nyingi na tumekuwa nalo mara nyingi, ni rahisi kulichukulia kwa wepesi. Lakini siku ya leo nataka nikukumbusha kwamba there is power in the name of Jesus. Iko nguvu katika jina la Yesu Kristo. Nguvu ya kuponya iko katika jina la Yesu. Nguvu ya kufufua iko katika jina la Yesu. Nguvu ya kuhamisha milima iko katika jina la Yesu. Nguvu ya kuokoa iko katika jina la Yesu. Ndio maana Biblia inasema kila aliitiaye jina la Bwana ataokolewa. Maana yake kama unahitaji wokovu, kiroho unahitaji wokovu, liitie jina la Yesu. Ukiliitia jina la Yesu unapata wokovu kutoka kwenye dhambi. Haijalishi mtu yuko kwenye vifungo vya dhambi kiasi gani, lakini iko nguvu inayoshinda kila aina ya vifungo, na hiyo nguvu iko katika jina la Yesu Kristo. Lakini sio tu katika wokovu, eneo lolote la maisha yako unapohitaji msaada, liitie jina la Yesu. Na Petro na Yohana walikuwa na ufahamu wa kipekee. Wanasema hatuna fedha na dhahabu, lakini tulicho nacho ndicho tukupacho. Ni kitu gani ambacho walikuwa nacho? Walikuwa na jina la Yesu. So anasema ya kwamba hatuna fedha wala hatuna dhahabu, lakini tulicho nacho ndicho tukupacho. Maana yake kuna kitu ambacho walijua wanacho. Petro na Yohana walijua they have something, wana kitu fulani, na kitu walichokuwa nacho ni jina la Yesu. So sio tu kwamba jina la Yesu lina nguvu, lina uwezo, lina mamlaka, kila goti litapigwa mbele zake, kila ulimi utakiri, lakini jina la Yesu ni jina ambalo tumepewa. Kila mwamini anayenisikiliza, unalo jina la Yesu Kristo. You have the name of Jesus. Umepewa jina la Yesu Kristo. Mungu akaona ya kwamba we need it, ili tuweze kuwa nuru ya ulimwengu, ili tuweze kumwakilisha Yesu Kristo vizuri, ili tuweze kutembea na Mungu, ili tuweze kuangaza nuru ya Kristo katika ulimwengu ulio na changamoto, ili tuweze kutembea salama katika dunia iliyojaa giza, katika dunia iliyojaa magonjwa. Tumepewa jina la Yesu Kristo. Nataka ujue you have the name of Jesus. Ukilitaja sehemu yoyote, anasema sio mbali, aliko mbali, lakini umepewa. You can whisper it. Unapokuwa peke yako, kumbuka unalo jina la Yesu. Anasema fedha na dhahabu hatuna, lakini tulicho nacho ndicho tukupacho, na tulicho nacho ni jina la Yesu. Mwambie jirani yako, ninalo jina la Yesu. Mwambie jirani yako, ninalo jina la Yesu. Mwambie tena, ninalo jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anasema hatuna fedha na dhahabu, lakini tuna kitu tunacho, na hichi kitu ni cha thamani zaidi. Fikiria yule mtu aliyebadilisha maisha yake ya kuhitaji tena kuwaombaomba. Kwa nini? Kwa sababu ya kile walichokuwa nacho. Kile walichokuwa nacho kilikuwa na thamani kuliko dhahabu, kuliko fedha, kwa sababu walikuwa hawawezi. Fedha ilikuwa haiwezi kumsaidia, dhahabu ilikuwa haiwezi kumpa kutembea, lakini jina la Yesu ndio lilikuwa linaweza kumpa. Sijui, nataka nikwambie, aliye maskini kuliko wote katikati yetu bado ni tajiri kuliko wote walioko ulimwenguni, kwa sababu analo jina la thamani. Kupitia jina la Yesu anaweza kufanya mambo ambayo watu wenye fedha hawawezi kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Si kuna mtu ananielewa? Hebu sema, ninaweza kufanya zaidi ya mambo ambayo fedha haiwezi kufanya, kwa sababu ninaye Yesu Kristo. You see, kuna watu ambao mipaka yao ni mtaji wao. Kuna watu ambao mipaka yao ni connection zao, lakini sisi mipaka yetu ni jina la Yesu Kristo. Anasema ninayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu, kwa sababu nimepewa jina lipitalo majina yote, and I have it. Kwa hiyo tatizo sio kwamba Mungu anahitaji kukupa jina la Yesu au jina, no, tatizo ni kwamba hujatambua kile ulichokibeba ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Nisikilize, katika hali yoyote una kitu
cha kutoa na una kitu cha kufanya. Si kuna mtu ananielewa? Katika hali yoyote umebeba jawabu, kwa sababu umebeba jina la Yesu Kristo. Wangeweza kumpita yule kiwete wakamwambia, unajua sisi hatuna fedha na dhahabu, hata hivyo sisi hatuna, tumeacha kazi ya uvuvi, sisi ni watumishi wa Mungu. Unajua kati ya watu ambao wanapenda kutia huruma ni watumishi wa Mungu, kiwemo waimbaji, kiwemo wachungaji. Tunapenda kutia huruma ili wakishe unafungua pochi yako, you help us. Lakini wale wakusema no, wakasema tuna kitu ambacho tumekibeba ambacho wewe hauna. Kwa jina la Yesu simama ufanye nini wewe. Kwa hiyo katika kila hali kuna jawabu. Nisikilize, umekuwa ukitafuta jawabu nje kwa muda mrefu. Jawabu liko ndani yako, ni Yesu Kristo uliyembeba. Jawabu liko ndani yako, ni jina la Yesu Kristo, ni mamlaka ulionayo ya jina la Yesu Kristo. Acha kutafuta jawabu nje, anza kutumia jina la Yesu Kristo. Hili neno kwa ajili ya mtu mmoja. Anza kutamka na iwe katika jina la Yesu. Anza kutamka ili upone katika jina la Yesu. Anza kutamka ili uwe na uzima katika jina la Yesu, maana nguvu iko ndani yako. Hebu sema, nguvu iko ndani yangu. Sema, ninalo jawabu ndani yangu. Watu wa nje wakituangalia wanapaswa kusema no, wale wana majibu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana ninakiri na ninaamini watakuja, watatutafuta katika jina la Yesu. Kwa nini? Kwa sababu tumembeba Yesu Kristo. Kile wanachokitamani sisi tunacho. Kwa hiyo usijionee huruma siku ya leo. You have something, and that is the name of Jesus. Na hicho kitu ni jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo tumepewa jina la Yesu Kristo. Sasa jina la Yesu Kristo linawezaje kufanya kazi? Nini ambacho tunapaswa kufanya? Anasema imani katika jina la Yesu Kristo. So unachopaswa kukifanya ni kuamini jina la Yesu Kristo. Mwambie jirani yako, amini jina la Yesu Kristo. Halo, unachopaswa kufanya ni kuamini jina la Yesu Kristo. Changamoto, or the greatest challenge after salvation, is growing your faith. Changamoto kubwa ulionayo sasa hivi baada ya kuokoa ni kukuza imani yako. Biblia inasema kila mmoja wetu amepewa kipimo au kiwango cha imani. Sasa baada ya hapo, changamoto ulionayo, jina la Yesu linaweza kufanya mambo makubwa. Linaweza kuponya, linaweza kufungua, linaweza kubadilisha uchumi, linaweza kubadilisha hali, linaweza kuponya familia. Changamoto yako ni kukuza imani yako ili imani yako iweze kubadilisha hali yako. Si kama kuna mtu ananielewa? Warumi sura ya 10 mstari wa 17 nasema, kila alitiaye jina la Bwana ataokoka. Lakini watamwitaje wasipomsikia, wasipomwamini? Na watamwaminije pasipo kumsikia? So it's actually the hearing na imani yako inayosababisha muujiza katika jina la Yesu Kristo utokee kwako. Sasa Warumi sura ya 10 mstari wa 17 anasema, basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Sasa nisikilize kwa makini. Changamoto ulionayo sio kwamba jina la Yesu halina nguvu ya kukuponya, ya kukupa mpenyo. Jina la Yesu lina nguvu, lakini unachopaswa kufanya ni kukuza imani yako ili uweze kumwamini Mungu kwa huo muujiza unaohitaji. Changamoto ulionayo kama ni mgonjwa ni kukuza imani yako ili umwamini Yesu kama mponyaji, kiasi cha kupokea huo uponyaji unaohitaji, kwa sababu jina la Yesu linaponya. Changamoto ulionayo kama unahitaji kutoka kwenye hali yako ya uchumi ni kukuza imani yako ya kwamba baraka za Mungu utajirisha. Ukikuza imani yako katika hilo eneo, utaweza kupokea muujiza wako. Sasa unawezaje kukuza imani yako? How can you build your faith? Wangapi wanataka kujua unawezaje kukuza imani yako? Imani, Biblia inasema kwenye maandiko ambayo tumesoma, imani huja kwa kusikia, na kwa kusikia neno la Kristo. So imani inaletwa na neno.
Hebu sema, imani inaletwa na neno. Imani inaletwa na neno na kusikia neno la Kristo. Maana yake imani inajengwa na neno la Kristo. Haijasema kusikiliza mahubiri, kwa sababu si kila mahubiri ni neno la Kristo. Kuna mahubiri mengine ni mawazo ya watu, mengine ni mapokeo ya dini. Doesn't build your faith. Imani inakuwa pale inapolishwa neno la Mungu. Nisikilize, mashaka yanaweza yakalishwa chakula ambalo ni neno na mashaka yakakua. Hofu inaweza ikalishwa chakula na ile hofu ikaongezeka. Hivyo hivyo imani inaweza ikalishwa chakula ambacho ni neno la Kristo na ikakua na kuongezeka. So unaweza kupokea muujiza na kukua viwango vyako kila siku kwa kuhakikisha viwango vyako vya imani vinaongezeka kila siku, kwa kuhakikisha unalisha chakula imani yako. Kwa maneno mengine, ningekwambia asubuhi ya leo, unapaswa kulisha imani yako na unapaswa kuinyima chakula mashaka yako na hofu yako. Si kama unajua kuna watu ukiwa karibu nao lazima uogope. Kuna mfano kwa nataka niitoe, lakini mchungaji ataniweka kitimoto baadaye. Lakini kuna mazingira ukiwepo, hofu yako itaongezeka. Kuna maneno mkiwa mna discuss, hofu inafanya nini? Kata kuna movie ukiangalia huwezi kwenda kulala peke yako. Je, na kulala unawasha taa? Bwana Yesu asifiwe. So the same way imani yako, na kuna watu ukiwa nao karibu unashangaa, unajiona unafanya mambo makubwa, unashangaa unaanza kumwamini Mungu kwa mambo makubwa, unashangaa unaona great possibilities, unashangaa unaona jinsi ambavyo unaweza kufanya utumishi mkubwa zaidi, kwa sababu kuna watu ambao wanalisha imani yako na kuna watu ambao wananyonya imani yako, wanalisha mashaka yako. Kwa kile ambacho unapaswa kufanya ni kuhakikisha ya kwamba unailisha chakula neno la Mungu, chakula cha neno la Mungu imani yako, because faith comes by hearing. Eneo lolote ambalo unatamani kumwona Mungu, wekeza chakula cha neno la Mungu kwenye hilo eneo. Kama unataka mpenyo kwenye uchumi, wekeza nguvu yako kwenye kutafuta neno la Mungu kwenye eneo lako la uchumi. Utashangaa kuona imani yako kwa Mungu kwenye eneo la uchumi inakuwa na kuongezeka, na kadri ndivyo ambavyo uchumi wako unakuwa na kuongezeka. Kama unatamani kuona uponyaji, unaumwa, kuna ugonjwa unakusumbua kwa muda mrefu, unatamani kuona uzima, wekeza kwenye chakula cha neno la Mungu kwenye uponyaji. It's an investment. Unakiri neno la Bwana ukiamka, kwa kupigwa kwa Yesu nimepona, na kufundisha namna ya kupata uponyaji wako. Kwa kupigwa kwa Yesu Kristo nimepona, kwa kupigwa kwake nimepona. Unakiri neno la Mungu, walimletea wagonjwa akawaponya wote. Unaenda kwenye maandiko, unasoma ile miujiza ya Yesu Kristo. Unavyosoma ile miujiza ya Yesu Kristo, ndivyo ambavyo imani yako inakuwa, na ndivyo ambavyo unakuwa tayari kupokea. Bwana Yesu asifiwe. Unataka kuongezeka kwenye eneo la huduma, mafuta, upako, nguvu ya Roho Mtakatifu, nenda kwenye neno la Mungu. Unatafuta maeneo ambayo unaona Elisha alikuwa anatafuta, alikuwa anatamani kupata sehemu maradufu ya ile roho. Alifanya. Kadri unavyoenda ndivyo ambavyo imani yako inakuwa na viwango vyako vinakuwa. Kuna mtu ananielewa? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. So your faith can grow, imani yako inaweza kukua. Ngoja nikutajie mambo 6 ya haraka ambayo unaweza kufanya yatakayo kusaidia imani yako kukua. Kitu cha kwanza, kusoma neno au kusoma Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Unaposoma zile shuhuda zinafanya imani yako kukua. Kitu cha pili, kusikiliza mahubiri na mafundisho. Tuna ile challenge ya kila siku kusikiliza dakika 5.
Ninaamini ukisikiliza kuna kitu ambacho unakisikia cha tofauti. Imani yako inakuwa. Your faith grows. Kusikiliza mafundisho na mahubiri ya neno la Mungu. Kitu cha tatu unachoweza kufanya kukuza imani yako ni kusikiliza shuhuda za matendo makuu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sio ukipita tu unatafuta umbea na watumishi jinsi ambavyo wanaanguka na kuinuka. Tafuta shuhuda. Kasikilize biographies, jinsi ambavyo watu wengine waliinuka. Kama ni mwimbaji, imani yako inakuwa. Jinsi ambavyo watu wengine walimtafuta Mungu, imani yako inakuwa. Nenda katafute watu ambao walikuwa kwenye hali kama ya kwako, leo Mungu amewainua. Ukisikiliza shuhuda zao, imani yako itakuwa. Bwana Yesu asifiwe. Kiri na zungumza neno la Mungu. Hichi ni kitu cha 4. Kukiri na kuzungumza neno la Mungu. When you speak it, unapozungumza neno, kuna kitu kinatokea kwako. Unapolikiri, kuna kitu kinatokea. Kila wakati ninapokiri ukiri wetu, ninapiga hatua. Viwango vyangu vya kiroho vinapanda, viwango vyangu vya uchumi vinapanda. Something happens to me. Bwana Yesu asifiwe. Kitu cha 5 unaweza kufanya, kusoma vitabu vilivyojaa neno. Nimetenganisha kwa makusudi Biblia, neno la Mungu, na kusoma vitabu vilivyojaa neno la Mungu. It's different. Tuna machapisho mbalimbali. You read it, unasoma na imani yako inakuwa. Kitu cha 6, kujizungushia watu waliojaa imani na neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikuulize, marafiki zako ni kina nani? Walimu wako ni kina nani? Who are your teachers? Walimu wako ni kina nani? Marafiki zako ni kina nani? Ni kina nani ambao wanazungumza kwenye maisha yako? Ni kina nani umewapa sikio lako? Ni kina nani umewapa moyo wako? Hao wataamua kama utainuka na kuwa shujaa, ama kama utaanguka na kukubali kushinda. Watu uliojizungusha. Watu waliokuzunguka ni kama wigo, ni kama ulinzi. Wanakusaidia raise standard, wanakusaidia kuinua viwango vyako vya imani, ama wanaweza kukusaidia kushusha viwango vyako vya imani. Walimu wako ni kina nani? Kila mmoja wetu anapaswa kuwa na watu wanaojifunza kwake. Who are your teachers? Bwana Yesu asifiwe. Lazima uwe na watu ambao unaona wanakufundisha neno la Mungu. Ni kina nani unaowatazama kama kioo cha maisha yako? Bwana Yesu asifiwe. Kama role models, kama mentors. Ukiwaangalia watu kama mfano ambao ndoa zao na maisha yao hayajasimama, una hatihati ya ndoa yako na maisha yako kutokusimama. Ukiwaangalia watu ambao huduma zao hazijathibitishwa na hazijasimama, una hatihati ya kwenda huko. Usiseme yeye mimi niko na Mungu ila nasali tu pale. Useme tu mimi niko na Mungu ila namwangalia tu kama no. Mtu unayemtazama kama kioo anawakilisha pale unapoenda. Unaangalia mfano wake. Kwa hiyo kama hawezi kutii na kujinyenyekeza kwenye familia yake, the same way utajikuta na wewe umeiga huo mtazamo. Kuna mtu ananielewa? Halo, ni wakati wa kubadilisha watu na watazama. Ngeukie jirani yako, mwambie ni wakati wa kubadilisha. Yes, kuna wakati umekuwa sasa Mungu anazungumza. This is God. Huyu ni Mungu anazungumza na wewe. Ni wakati wa kubadilisha hizo sauti. Hizo sauti. Na hao watu na watazama kama kielelezo. Kuna watu wazuri wengi. Mungu ananiambia nikwambie, mbona una watu wazuri wengi?
Kwa nini umechagua mfano usio mzuri? Kwa nini? So imani yako inaweza kukua. Sasa